Hello, habari tena, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitakusogezea faida za karafuu kwa mwanamke. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, karafuu ina faida gani kwa upande wa mwanamke? Sasa nitakusogezea kiurahisi uweze kujua kwa nini wewe mwanamke unatakiwa kutumia karafuu mara kwa mara, kwa sababu kulingana na faida kadha wa kadha ambazo zinakusaidia pia hasa kwenye upande wa uzazi. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama una changamoto ambayo imekuwa ikikutesa, una kitu ambacho umekuwa ukipitia kikunyima usingizi juu ya afya, basi JW Sabo Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo. Kitu namba moja, kwamba ukitumia karafuu itakusaidia kufanya nini? Karafuu, faida ya kwanza ni kuboresha afya ya uzazi. Kwa nini afya ya uzazi? Kwa sababu ina manganese, ina vitamini C ambayo ni muhimu sana katika kubalansi homoni zako na kupunguza maumivu wakati wa hedhi. Tunafahamu sasa hivi wanawake wengi wamekuwa na changamoto ya uzazi. Kwa nini changamoto ya uzazi? Ni kwa sababu wamekuwa na changamoto ya mvurugiko wa homoni. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea mwanamke ana homoni zaidi ya 6, ana homoni 6 ambazo hizi homoni ikitokea zikaweza kuvurugika au kutokuwepo kwenye uwiano sawa, basi mara nyingi inapelekea changamoto hiyo ya kushindwa kubeba ujauzito. Na kwenye video zilizopita tumeshaongelea dalili za homoni kuvurugika na homoni hizo na kazi zake pia. Kwa hiyo ukitumia karafuu basi itasaidia kwenye afya ya uzazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu itaweza kubalansi homoni, lakini pia kupunguza maumivu ya tumbo na hedhi. Wanawake wengi wamekuwa na changamoto wanapoingia kwenye siku zao, basi wamekuwa wakipata maumivu makali chini ya tumbo. Yaani unakuta mtu akiingia kwenye siku zake, hata kazini haendi, hata kufanya shughuli zake hawezi. Sasa kama unapitia changamoto hiyo, basi jua kwamba karafuu ni nzuri sana, inaweza ikatuliza yale maumivu ya tumbo, lakini pia maumivu ya kifua wakati unapokuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo takiwa kuitumia kwa sababu ni nzuri, inakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Faida nyingine ni kuboresha mzunguko wa damu. Yaani mzunguko wa damu, basi mara nyingi kuna changamoto tunayokutana nayo na magonjwa yote tunakutana nayo yanatokana na mzunguko wa damu kuweza kuwa dhaifu au kuweza kuwa hafifu. Kwa hiyo unapokuwa unatumia karafuu, basi inasaidia ule mzunguko wa damu. Kwa hiyo kishasaidia mzunguko wa damu ukawa vizuri, ambayo tunasema blood circulation, basi itakusaidia kupunguza karibia changamoto zote zinazohusiana na moyo. Kwa hiyo ukiwa na pressure, moyo na umepanuka, lakini pia mishipa inayopelekea mishipa ikiwa imejazana na mafuta au bad cholesterol, basi tumia, itakusaidia. Lakini pia karafuu inatumia kama antioxidants, ambayo antioxidants kwa sababu ina vitamini C, na hii ambayo inasaidia kupambana na uharibifu wa seli. Kwa nini inapambana kuharibika kwa seli? Mara nyingi magonjwa tunayoyapata ni kwamba seli zinakuwa zimekufa. Seli zikifa, basi karafuu ni nzuri kwa sababu itapambana na zile seli zilizokufa na kuweza kuregenerate seli mpya. Ndio maana antioxidants ambayo ni nzuri sana ukitumia, lakini pia kuboresha ile hali ya kuwa na ngozi ya kuzeeka. Ukishakutana mtu ni kijana lakini ana ngozi ya kizee, basi tumia karafuu, ni nzuri sana, ni nzuri kwa ajili ya kuboresha afya ya ngozi. Lakini pia inapambana na maambukizi ya fangasi. Wale wanawake ambao wanakuwa na fangasi au ukeni, wana maambukizi ya fangasi, bakteria, wana PID, basi tumia dawa hii ya karafuu, itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ndio maana mara nyingi madaktari wa tiba asili na mbadala basi huwa wanaitumia katika uandaji wao wa dawa. Lakini pia inasaidia katika kupunguza uzito. Kwa nini? Kwa sababu inarahisisha ule mchakato wa metabolism, ambayo inapunguza metabolism ikiweza kufanyika kama inavyotakiwa, basi itapunguza changamoto ya uzito kupita kiasi, kuwa na kitambi, lakini pia kuwa na unyama uzembe. Kwa hiyo tumia karafuu, ni nzuri sana. Lakini pia inaboresha afya ya kinywa. Kama una changamoto ya kutema cheche kinywani, unatema cheche, unatoa harufu mbaya kinywani, basi tumia karafuu, ni nzuri, itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Inasaidia pia kupunguza msongo wa mawazo. Kuna watu ambao
wamekuwa na changamoto ya msongo wa mawazo, stress, basi utatumia karafuu. Ni mali moja ambayo inatumika kutuliza kwa sababu inapunguza uwepo wa homoni ya cortisol. Kwa hiyo cortisol mara nyingi ikiweza kupungua, basi utasababisha msongo wako wa mawazo kuweza kuondokana changamoto ya msongo wa mawazo. Mwisho, inatibu changamoto ya asma. Wale wenye kifua cha asma, kifua kinabana, hiyo ni asma. Basi kama una asma, jitahidi utumie karafuu. Ni chanzo kimojawapo cha kuweza kuondokana na hiyo changamoto ya asma. Tuambie hapo wewe mwanamke, umepata faida zipi kutoka kwenye karafuu? Tunasema sharing is caring. Tuambie hapo chini na wengine waweze kujifunza. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.